Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 3, kutunza Sabato. Mimi ni Bwana Mungu wenu, endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ezekieli 20 mstari wa 19 na wa 20. Tufumbe macho tupate kuomba tunapoanza somo letu la asubuhi ya leo. Asante Baba kwa kutuamsha salama, sifa na shukrani zikapate kurudia. Tunapojifunza maandiko yako matakatifu, kuwa pamoja nasi tupate kuielewa Sabato yako na kuishika sawa sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Wakati wa kutoka Misri, asasi ya Sabato ilifanywa kujulikana sana mbele ya watu wa Mungu. Wakati walipokuwa bado wako utumwani, wasimamizi wao wa kazi walijaribu kuwalazimisha kufanya kazi katika siku ya Sabato kwa kuongeza kiasi cha kazi kilichohitajika kila juma. Kule Sinai, sheria ilinenwa na nakala yake juu ya mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu ilitolewa kwa Musa, Kutoka 31 mstari wa 18. Na kupitia miaka karibu ya 40 ya kutangatanga, Waisraeli walikumbushwa mara kwa mara juu ya siku ya kupumzika aliyoipanga Mungu, kwa kuzuia mana katika kila siku ya 7 na uhifadhi wa kimiujiza wa sehemu mara 2 zilizoanguka katika siku ya maandalio. Kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi, Waisraeli walionywa na Musa, ishike siku ya Sabato uitakase. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 12. Bwana alikuwa amepanga kwamba kwa utunzaji wa uaminifu wa amri ya Sabato, Israeli wangekumbushwa kila siku juu ya uwajibikaji wao kwake kama muumbaji wao na mkombozi wao. Kama wangeitunza Sabato katika roho inayofaa, ibada ya sanamu isingeweza kuwapo. Lakini iwapo madai ya sheria hii ya amri 10 yakiwekwa kando kama yasiyokuwa ya lazima kutiiwa tena, Muumba angesahaulika na watu wangeliabudu miungu mingine. Naliwapa Sabato zangu, Mungu alisema, ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasai. Lakini bado walizikataa hukumu zangu, wala hawakuenda katika amri zangu. Wakazitia unajisi Sabato zangu, kwa maana mioyo yao iliandama vinyago vyao. Na katika wito wake wa kuwataka warudi kwake, aliwaelekeza upya juu ya umuhimu wa kuitunza Sabato kuwa takatifu. Mimi ni Bwana Mungu wenu, alisema, endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ezekieli 20 mstari wa 12, 16, 19 na 20. Kristo wakati wa huduma yake hapa duniani alisisitiza madai ya Sabato ambayo ni lazima kufuatwa. Katika mafundisho yake yote alionyesha heshima kwa asasi ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameitoa.
Katika siku zake, Sabato ilikuwa imepotoshwa sana kiasi kwamba utunzaji wake uliakisi tabia ya watu wenye ubinafsi na wadhalimu badala ya tabia ya Mungu. Kristo aliweka kando mafundisho ya uongo ambayo kwayo wale waliodai kumjua Mungu walimwasilisha visivyo. Ingawa alifuatwa na uadui usio na huruma wa marabi, yeye wala hakuelekea kuyakubali masharti yao, bali alisonga mbele moja kwa moja akiitunza Sabato kulingana na sheria ya Mungu. Utasoma Manabii na Wafalme sehemu ya kwanza ukurasa wa 153 hadi ukurasa wa 155. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 3, kutunza Sabato. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri la kutunza Sabato. Tunajikabidhi kwako, tunaomba utuongoze vyema tuweze kutunza Sabato sawa sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako tukihitaji uongozi wako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu